Yapani simu 40 inazidi kusonga mbele, wanaita Light and Shadow Season 2. Na The King kama kini telegramu ya siri kutoka Shanghai. Hii ni listi ya watu wote walikopo kwenye kituo cha Shanghai? Kambe ndio. Basi 調査によっては今回の襲撃事件は軍党の仕業です。理解法が目標です。こうなってくると76号はさらに行軍のために全身全霊働いてくれる。 wanasema shambulio liweza kufanyika leo. Wakati anashambuliwa leo Bwana Lee limefanyika na wanajeshi na sio komunisti. Hawatu inaonekana hatari zaidi. Lazima tuweze kuwatafuta na kuweza kuwapata. Kama wameweza kupiga tukio kituoni, ni shughuli misawangu. Kuna mambo mengi ambayo tunapaswa kuweza kuyafanya. Mpango uliokuwepo ni mkubwa, haitajiki makosa yote yaweze kutokea. Najua una mzigo mkubwa sana kwenye mabega yako. Sawa, nitafanya kwa bora, la kuna shida, sintokuangusha. Nitaweka ulinzi wa kutosha kuhakikisha kabisa kwamba watu hao hawaondoke, kwa sababu wanaamini wapo hapa. Kwa patrol inabidi kuweza kuwa kali, mtu asiondoke hivi hivi. Wajomba wanasonga mbele. Ombi lako liko zuri sana, la kuomba ombi la kuweza kuhamisha hizi silki, kwa sababu na mashaka kama Wajapani wanawezekana kuweza kufungua maboksi itakopo kwenye hatari. Anaambia hatari kama hii haiwezi kutuangusha sisi. Tufanye kazi yetu kwa umakini, kwa sababu hii ndio hatima. Hatuna kingine cha kufanya. Kwa hiyo kwenye vile vitambaa chini ndio wameweza kuweka zana. Vitambaa viko juu na vina gharama. Kufika hapa kwenye checkpoint wakasimamishwa. Ango pamoja na Shi. Ngoma inatakiwa kuweza kupelekwa moja kwa moja kwenye kempu ya jeshi. Mnafanya nini hapa? 76号的 hiyo ni kadi inayomtambulisha kwamba mzigo unaweza kupeleka inatokea kikosi cha 76 na ni mzigo wa Director Lee. Na hii hapa ni barua ya Director Lee. Mzigo huu ni sili wanazipeleka Zuo. Akasoma ile barua yenye maelezo Director Lee kwamba vijana wasizuie, mzigo ni wa kwangu, wapite. Waachilieni. Kusema waachilieni. Hosokawa yuko hapa. Nini kinaendelea? Kwa nini waache watu waweze kupita? Mheshimiwa, wanatokea kikosi cha 76 na mzigo uliweza kubeba ni vitambaa kutoka kwa Director Lee. Hata kama ni Director Lee, lakini kuna barua iko hapa. Hatuangalii masuala ya barua wala tuangalii mambo ya mtu binafsi. Usisahau kazi yako. Hali ni mbaya, maadui ni wengi. Washushi watu wao na waweze kusacha walichoweza kibeba nini. Akatoka, mheshimiwa, hii ni barua kutoka kwa Director Lee. Mimi naamini mzigo tu, sio barua. Angalia wamebeba nini. Kaona hii ni ngetu hii. Fungua hapo. Kama kweli ni vitambaa inakuaje? Sana liko huko nyuma na shangahe. Kachomolewa reari. Toka. Hii ni noma. Sanduku la kwanza likatolewa. Bwana wewe. Nazana zipo kwenye masanduku. Osakawa. Kagua. Toa vitambaa vyote. Maana kuna gari inakuja. Wakati wanasema toa hivi vitambaa vyote, waangalie mpaka chini. Director Lee naye anafika kwa wakati. Captain Sokawa, huu mzigo ni wa kwangu. Yaani hata mimi pia una mashaka nami. Sikiliza, hii ni kazi yangu Director Lee, sio kwamba nina mashaka na wewe. Nadhani unaelewa vizuri kwamba jeshi la 4 haliko mbali na Shanghai. Huenda kuna matiri wanazihitaji na huenda zinapelekwa huko kwao. Sikiliza, jeshi la 4 ndugu yangu, hivi wanavaga uniform za vitambaa vya kike kupambana vita? Kweli? Naamini hakuna silki kwenye hizi boxi. Sasa kwa nini na uthubutu kuweza kuzifungua?
hizi silki. Yaani ndani yake anaamini kwenye hizo silki vile vitambaa sio silki. Ikiwa na mashaka na mimi, siogopi chochote na mzigo ni kwangu. Fungua. Fungua. Wakachana moja. Walikutana tu na mikufu ya thamani ambayo ilikuwa imeweza kufungiwa ndani. Mheshimiwa, hizo nimezipata maeneo Town Guard Temple. Nikaona kwa sababu ya mambo ni mazito niweze kuzifungia ndani ya silki, isije kaweza kuleta shida kuweza kukutana na majambazi huko barabarani. Sasa kuna shida gani? Unataka kuweza kuniambia material kama hizi zitakwenda kwenye jeshi la 4 kweli? Director Lee, naomba unilaumu mimi kwa kuweza kutumu. Samahani sana. Usijali, wala hakuna tatizo. Mimi mwenyewe pia nilikosea kwa sababu sikuweza kutoa taarifa mapema. Okay. Waachilieni wapite. Haya. Hiyo ni plani ya nguo bwana. Report, gia ndani. Yoko anafika. Kacho, Hidekawa-san ga kimashita. Anaambiwa Misi Hidekawa Yudo amefika. Mwambie ingie ndani. Hidekawa Yudo. Tafadhali ingia ndani. Huyu walioletwa ni hatari bala. Wao wanasema kwamba ni ajenti wao uwa. Mwisho amefika. Yamaha chief. Kwanza ni heshima kwako. Anaambia pana. Na kuelewa unastahili nafasi. Tafadhali karibu keti. Kuja kwako wewe nafikiri mambo yote yatakuwa poa. Unajua ni bora na ni mkakamavu pia. Una mambo mengi sana kuweza kufanya. Kwa hiyo kuweza kutoka Penguin mpaka kuweza kuja pa Shanghai utatusupport kwa mengi. Ndio. Shanghai kuna mambo mengi sana kuweza kufanya. Najua ni magumu. Lakini ni jambo la heri mimi kuweza kupambana na mpinzani kwa ukaribu zaidi. Na naelewa kila kitu kinachoweza kuendelea hapa. Na jambo kubwa liweza kutokea. Inaonekana dhahiri ndani yetu kuna adui aliweza kujificha. Hasa yupo ndani ya kitu hichi kikubwa. Kama siri yetu tutashindwa kuweza kumtambua huyu ambaye ni spy wa siri, tutapoteza maana nyingi na mipango yetu itakopo ni bure. Anasema nilikuwa na mashaka na Yoko, lakini nilitumia kila njia kumjaribu mara kadhaa. Sikuweza kumpata na mashaka yoyote. Hiyo haina maana kwamba yeye sio mmoja wapo. Wenda anatumia ujuzi wake vizuri kuhitaji kukwepa. Sasa plani nilokuja nayo ni hapa. Ule mpango wangu wa kwanza juu ya kazi yake. Kama ukienda vizuri naamini tutakuwa tumeweza kuua ndege wawili kwa jiwe moja. Kwa nini umeonelea mpango kama huu? Nafikiri una umuhimu. Okay. Tafadhali kunywa chai. Wajomba uko nazidi kusonga mbele na mongo. Kwanza ni kushukuru kwa ushauri wako. Tungekuwa kwenye matatizo kama usingeweza kwenda na ile plan B. Anambia ndio. Bwana ngoma zikafika salama salimini kabisa. Silaha za kutosha, madawa na chakula. Anguo, isilki inafanywa na wafanyabiashara wakubwa sana. Kama ukawauzia wafanyabiashara wakubwa watatengeneza pesa nyingi, lakini kwa bahati mbaya Wajapani baadhi ya maeneo mengi wameweza kuyablock. Ila kazi yako imekwisha. Inabidi uweze kubaki hapa tuweze kupambana na Wajapani. Naambia mheshimiwa, kuna kazi ambayo nataka kuweza kuikamilisha. Ni kudili na watu wao ndani yao, kwa sababu kama nikiweza kuondoka kwa sasa mambo yote yatakapo ni bure. Wale watu wameshaweza kuniamini. Na nimejiunga nao kwenye kikosi cha 76. Sasa ili kuweza kumaliza kazi yote ndani ya Shanghai, nahitajika kuweza kupo ndani yao pia. Ulichokisema kina maana. Siwezi kuzuia. Maamuzi ni ya kwako. Rudi kaendelee na kazi yako. 据小道消息，汪精卫近期要与日本特使在上海举行一个秘密会谈。既然是秘密会谈，相对来说，他们的保 Binti, anaamini kuna mtu ameweza kuletwa hapa Shanghai. Huyu kaletwa kwa ajili ya kuweza kufanya kazi ya siri.
时间和地点必须明确，以便提前做好准备。 Lakini pia kuna kikao cha siri kinakwenda kuweza kufanyika kwa sababu ni kikao cha ndugu. 是。 Inabidi taarifa zote mweze kumpatia Diabolo. Aweze kutuambia Wang Jin kuja hapa Shanghai amekuja kwa sababu gani? Ziao, naona umerudi kutoka kwenye biashara. Naambia ndio. Nikushukuru sana bro, mambo yamekwenda vizuri. Na kwa sababu hiyo kuna bonus kwa ajili yako. Lakini gold bars ulikuwa nazo 3. Inakuwaje unanipatia 200? Ina maana kwamba umbakiwa na 1. Hii ina maana gani? Anamtamanisha. Hii imezidi baba. Anaambia hapana. Hiyo ni kwa sababu ya mahusiano mazuri. Kwa hiyo ni ya kwangu. Ndio ni ya kwako. Kwa hiyo ina maana kwamba tukiweza kushirikiana vyema zaidi tutatengeneza pesa nyingi zaidi. Anaambia ndivyo biashara ilivyo. Huu ni mti mkubwa ambaye tutaweza kuvuna matunda makubwa sana na mengi kati yangu mimi na wewe. Kumbe Hosokawa alikuwa anahitaji kuweza kuvuruga mpango wangu kabisa kutengeneza pesa. Lakini inabidi tuweze kwenda nikakutanishe na Yamaha, yani chifu wangu. Naamini kwa ujuzi uliokuwa nao atakukubali kwa sababu nilishaweza kumpa maelezo yote. Kwa hiyo inabidi kwenda kumkutanisha na mkubwa wake kwamba huyu ni mwajiriwa mpya. Yoko kuna kitu akapewa, atume taarifa maana za umuhimu kupitia Telegram. Na baada ya kumaliza hapo aliambiwa kisha tume hizo taarifa, choma kabisa hiyo kitu. Nadhani umempa kama kumtega. Director Lee hajaja bado. Atafika kwa muda si mrefu. Ingia. Kaja na nguo. Huyu nani? Chief. Huyu ndio aliweza kumaanisha kwamba aliweza kunisaidia mimi. Na sasa hivi ndio mwajiriwa mpya kwenye kikosi cha 76. Hakika yupo makini na ana nguvu. Ni backbone kwa maisha yetu ya mbeleni. Nimemleta hapa ili kuweza kumtambulisha kwenu. Chief we. Ziango ndo aliweza kumsaidia Director Lee mara 2, anasema ni kama fluke ilitokea. Kijana, mimi nahitaji kuweza kupatia nafasi nyingi kwa sababu nahitaji watu wenye ujuzi mkubwa kama wewe. Sio na wasiwasi. Ufalme wetu utakutumikia vizuri bila tatizo. Najua mheshimiwa uko busy. Inanibidi niweze kuondoka kwa sababu nimeweza kuingilia katikati ya mazungumzo. Itakuwa ni jambo baya. Anaambia pana. Mimi naamini kabisa kwamba mko kwenye kikao. Sina haja kuweza kuwasumbua. Binti akamkagua mtu juu mpaka chini. Ikiwa unajua misingi ya sheria yetu, basi wewe ni agent mzuri. Okay. Ni kweli tuko kwenye kikao. Unawezekana kuondoka kwanza. Subiri. Ni mrefu na ni mkakamavu. Ni sawa kabisa na Mr. Wang. Kwa hiyo ruksa kubaki wafanye naye kikao. Wanajikoroga. So wanamwamini. Haya. Ziango. Baki hapa tuweze kufanya kikao wote kwa pamoja. Nina kazi maalum sana juu yako nahitaji kupatia. Okay. Kafunga mlango. Kabaki. Watu wote ketini hapa. Yoko naye baada ya kuweza kuambiwa tume zile taarifa, akimaliza achome zile karatasi, alipoingia ndani ya chumba hichi akafunga mlango. Sisi hatumjui Diabolo ni nani, lakini ndio anaweza kuwasiliana na BIS KMT. Ina maana kwamba kuna chambo kiko ndani ya Wajapani kinachoweza kutoa taarifa zinazoweza kuwafikia wa China. Kila mipango inaweza kupangwa. Diabolo, je, ndio Yoko au ni nani? Binti kuna taarifa alizipata kupitia Telegram, akaziorozesha. Cheng Jini yupo Shanghai, kumbuka, kwa kazi maalum ya kumondoa Lee Haibao. Na juu hapo hapo
ndipo mali ya Anguo naye yupo. Yapi nafuata? Tukutane wiki ijayo. Sina la ziada katika sehemu 40. Hii ni season 2, Light and the Shadow. Bye bye.